Wakili wa Mahakama Kuu Ferdinand Makori amesema kwa mujibu wa katiba, baada ya makamu wa rais kujiuzulu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atamteua mtu mwingine mwenye sifa ndani ya siku 14 kujiuzulu kwa makamu wa rais. Kisha jina hilo litapaswa kuthibitishwa na bunge la Tanzania ili aapishwe kuwa makamu wa rais wa nchi. Baada ya kiti cha makamu wa rais ndani ya siku 14, rais atateua mtu na mtu huyu itabidi athibitishwe na bunge. Kwa hiyo muda ambao tunao ni siku 14 tangu kujiuzulu kwa makamu wa rais. Kwa hiyo kama Nchimbi amejiuzulu kwa mujibu wa ibara 149 ibara ndogo ya pili, basi siku 14 zitahesabiwa kuanzia Septemba 4, 2026. Hilo ndio jukumu la rais, kutafuta mtu wa kuziba nafasi ambayo atathibitishwa na bunge. Mtu huyo ambaye atapelekwa bungeni kuthibitishwa anatakiwa awe na sifa za kiongozi anayefaa kuwa makamu wa rais, ambazo zinaainishwa kwenye ibara 47 ibara ndogo ya 4, ambapo anatakiwa kuwa rais wa Tanzania, atimize umri wa miaka 40 na kuendelea, awe mwanachama wa chama cha siasa ambacho mgombea urais anatumikia, na anayeweza kuwa na sifa za kugombea ubunge katika kipindi cha miaka 5 kabla ya kuteuliwa. Anatakiwa asiwe ameshtakiwa au kutiwa hatiani katika makosa ya ukwepaji wa kodi au kudaiwa na serikali. Rais anaweza kumteua mbunge kushika madaraka ya makamu wa rais kama kiti cha makamu wa rais kipo wazi, kisha mbunge huyo atathibitishwa na wabunge wenzake na jimbo lake litakuwa wazi kwa ajili ya uchaguzi mdogo kufanyika. Katika mkakati wowote lazima uchague jambo kubwa ni lipi. Ushindi vita ya mambo 10. Lazima uchague kubwa linaloweza kuyabeba mengine yote ni lipi. Na katika utawala bora katika nchi, kitu kinachoweza kubeba mengine yote ni katiba. Ukishaunda leo katiba mpya, sheria zote ambazo zipo na zilizotangulia kuwepo zinazokinzana na katiba ile, siku ile ile ukipitisha katiba mpya zinakuwa zimekufa hizo sheria zinazokinzana na katiba. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningewaambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. Katiba mpya ni kwa faida ya nchi yetu. Tupigane wote kupata katiba mpya. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti, sio binadamu tena. Lakini tukitaka bongo zetu ziunganishwe kwa waya wa umeme ambao kila mmoja inakuwa kama mfumo ule wa kompyuta, unachokiona huku ndio unaona huku, unachokiona huku ndio unaona huku, then hilo sio taifa tena. Litakuwa sio taifa la binadamu, litakuwa taifa la mashine. Moja ya mambo yameelezwa kwa kirefu sana na kwa kina ni kujenga jamii inayozingatia na kujali haki za binadamu. Ukiona watetezi wa haki za binadamu wanajenga hoja ya usalama wao kwanza na kueleza hofu kabla wajaenda kwa wale wanaowatetea, unajua hapa kuna shughuli ya kufanya. Nataka niwahakikishieni kwamba ni jukumu la serikali kusimamia usalama wa maisha ya raia. Huu ni wajibu wa kisheria na kikatiba. Katiba yetu, jukumu la kwanza la msingi la serikali ni usalama wa maisha ya watu na mali zao.
Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani bila hofu. Ni haki yao ya kikatiba. Kwa katiba hii tulionayo, Watanzania wana haki ya kuishi kwa amani. Lakini mbona niliambiwa katiba mpya nyinyi hamtaki? Hebu wasiotaka katiba mpya wainue mikono. Kumbe mnataka wote. Ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Ukishaanza kuogopa kutamka haki ni msingi wa amani, unaanza na kuona haya kutekeleza haki. Maneno yanazaa matendo. Kwa tunapoanza kulitamka, maana yake kwamba sasa tunajielekeza katika kulitekeleza. Hakuna mashindano ya nani anaanza. Haki ni msingi wa. Haiwezekani mtetezi wa amani akawa adui wa haki na mtetezi wa haki akawa adui wa amani. Alifikiriki. Ni jambo ambalo ni muhimu tujiepushe nalo. Mimi natamani tuwe na Tanzania ambayo kila Mtanzania anajisikia fahari ya utanzania wake. Kila Mtanzania anajisikia amani ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania anajisikia yuko salama ndani ya nchi yake. Kila Mtanzania ana hamu ya kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Hiyo ndio nchi naitamani. Natamani nchi ambayo tunatofautiana katika itikadi, tunatofautiana mambo ya vyama vya siasa, tunatofautiana mambo ya dini na makabila, lakini tunatambuana kwa utanzania wetu. Hii ndio nchi ninayoitamani. Thank you for watching. Kindly don't forget to subscribe and share.